Joto la vita katika Mashariki ya Kati linazidi kuongezeka baada ya kutajwa kwamba Marekani imekuwa msaidizi mkubwa wa Israel. Sasa Uingereza inaelekeza ndege zake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati kwa ajili ya kusaidia usalama wa eneo hilo. Hii ni kwa mujibu wa Waziri Mkuu Keir Starmer ambaye ameeleza hayo. Amesema kwamba Uingereza tayari ina ndege za kivita katika Mashariki ya Kati kama sehemu ya operesheni ya kukabiliana na vitisho nchini Iraq na Syria. Sasa ndege hizo zitatumika kwa ajili ya kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Uingereza inahamisha mali za ziada za kijeshi zikiwemo ndege za kivita hadi Mashariki ya Kati ili kutoa msaada katika eneo lote. Waziri Mkuu Keir Starmer aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumamosi alipokuwa akielekea katika mkutano wa kundi la G7 nchini Canada. Iran na Israel bado zinaendeleza mapambano hadi wakati huu kwa kurushiana makombora na ndege zisizokuwa na rubani na aina ya ndege mbalimbali, na mashambulizi ya anga yanaendelea. Hii ni siku moja baada ya Israel kufanya mashambulizi ya angani dhidi ya Iran na kuua makamanda na wanasayansi wa nyuklia na kushambulia kwa mabomu maeneo ya nyuklia kwa nia iliyotajwa kuzuia kuunda silaha za nyuklia. Tunahamisha mali katika eneo la Mashariki ya Kati pamoja na ndege, na hiyo ni kwa msaada wa dharura kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Israel katika eneo hilo, Starmer alisema. Uingereza tayari ina ndege za kivita katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Wafanyakazi walianza maandalizi ya kutumwa kuanzia siku ya Ijumaa asubuhi, wakati ilikuwa wazi hali katika eneo hilo ilikuwa ni shwari, lakini ni baada ya Marekani kutoa taarifa kwamba inaondoa baadhi ya wanajeshi wake. Hii ndio sababu iliyofanya Uingereza ikaamua kuanza uhamishaji wa baadhi ya ndege zake, lakini wakati huu Waziri Mkuu Bwana Keir Starmer anatangaza kwamba ndege hizo zitatumika kwa ajili ya kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Kupitia shirika la habari la Jerusalem Post limeripoti kwamba maandalizi hayo yanaendelea hadi wakati huu kwa ajili ya kuona ni namna gani ndege zaidi zitaweza kujaza mafuta kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran, ambazo zitatumwa kwa ajili ya ziada katika mapambano kati ya Israel pamoja na Iran. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hii itasababisha kukua kwa vita hivyo na hatimaye kusababisha baadhi ya mataifa kuanza kuingilia kati vita hivi, licha ya kwamba taifa makubwa kama vile Marekani pamoja na Uingereza zimekuwa kipaumbele zaidi kwa ajili ya kuisaidia nchi ya Israel. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema kwamba wakati huu watashambulia kote Iran na ndege zitatanda katika anga ya Tehran. Ametoa matamshi hayo baada ya saa chache baada ya waziri wake wa ulinzi Israel Katz kuonya Iran kuwa mji wake mkuu utawaka moto iwapo itaendelea kuvurumisha makombora ya masafa kuelekea Israel. Tutashambulia kila eneo, kila shabaha ya utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, amesema Netanyahu katika ujumbe wa video uliotolewa siku ya Jumamosi. Netanyahu aliongeza kuwa Israel imefanya uharibifu mkubwa kwenye mradi wa nyuklia wa Iran baada ya mashambulizi yake ya siku ya Ijumaa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.